الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم إنك أنت العليم الحكيم. آمين آمين رب العالمين. طيب, tunaendelea na juzu arabiu ya kitabu al-mabadi fiqhiyya, na leo tunaingia arkanu swala, nguzo za swala. Arkanu swala, nguzo za swala. Mtume ameanza na nguzo ya kwanza, an-niyatu, ni kutia nia. An-niyatu, kutia nia. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake Mtume aliposema innamal a'malu binniyati, hakika ya amali huhukumiwa kwa nia. Innamal a'malu, hakika ya amali, binniyati, huhukumiwa kwa nia. Wa yusharatu, na pamewekwa sharti, muqaranatuha, kukutana hiyo nia, li ay juz'i, na sehemu yoyote, min ajza'i takbirati al-ihram, katika sehemu za takbira kuhirimia. Wa yusharatu, pamewekwa sharti, muqaranatuha, kukutana hiyo nia, li ay juz'i, na sehemu yoyote ile, min ajza'i takbirati al-ihram, miongoni mwa sehemu za takbira ya kuhirimia. Kwa hivyo nia yake igongane pale Allah au igongane kule akbar. Takbiri ina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni Allahu, ni jumla hii, ni mubtada, na sehemu ya pili akbar ambayo ni habari yake. Kwa hivyo ima igongane nia yake na hapa Allahu, au igongane nia yake na hapa akbar. Ndio li ay juz'i min ajza'i takbiratul ihram. Tayib. Athani, nguzo ya pili, alqiyamu, ni kisimamo, fil faraidhi, katika swala za faradhi, lilqadiri alaihi, kwa mwenye uwezo wa kusimama. Alqiyamu, ni kisimamo, fil faraidhi, katika swala za faradhi, lilqadiri, kwa mwenye uwezo wa kusimama. Lilqadiri alaihi, kwa mwenye uwezo wa kusimama. Liqaulihi ta'ala, wa qaulika Allah mtukufu aliposema, waqumu lillahi qanitin, na simameni kwa ajili ya Allah aliyekuwa ni wanyenyekevu. Waqumu lillahi qanitin, na simameni kwa ajili ya Allah aliyekuwa ni wanyenyekevu watiifu. Wa qaulihi sallallahu alayhi wasallam, na kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, salli qa'iman, swali usimama, fa in lam tastati, kama huwezi, fa qa'idan, basi swali utako. Fa in lam tastati, kama huwezi, fa ala jambi, swali kwa kule ubavu. Fa in lam tastati, kama huwezi, fa mustalqiya, lala kwa kichale chale. La yukallifu Allahu nafsan illa usaha, Allah haikalifishi nafsi yote isipokuwa kwa lile jambo ambalo nafsi hiyo inaiweza. Alqiyamu fi alfaraidhi lilqadir alayhi, kisimamo kwa mwenye uwezo wa kusimama juu yake. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah mtukufu aliposema, waqumu lillahi qanitin, nasimameni kwa ajili ya Allah aliyekuwa ni wanyenyekevu watiifu. Wa qaulihi sallallahu alayhi wasallam, na kauli Mtume aliposema kwamba yule bwana ambaye aliswali ikawa ameweka mto vile, yani alikuwa hawezi kusujudu. Sasa akaweka kitu pale mbele ya sujida pake, ikaa kichwa chake pamoja na uso linagonga katika ule mto. Mtume alipofika ule mto akauchukua akautupilia mbali, akamwambia swali qaima, swali usimama. Fa in lam tastati, kama huwezi kusimama, fa qa'ida, bas swali utako. Fa in lam tastati, kama huwezi kuswali utako, fa ala jambi, kwa kulala ubavu, swali kwa kulala ubavu kulia. Fa in lam tastati, kama huwezi, fa musalqiya, kichale chale, kitumbo tumbo. La yukallifu Allahu nafsan illa usaha, Allah haikalifishi nafsi isipokuwa kwa nafsi ile jambo ambalo nafsi hiyo linaiweza. Hata Allah akilazimisha nafsi kufanya jambo, huwa hilo jambo nafsi hiyo linaiweza. Tayib. Kwa hivyo na hapa kidogo tutoe tahadhari kidogo katika jambo la kusimama. Kusimama ni nguzo. Sasa tuwe na tahadhari na wale watu ambao mtu katoka nyumbani kwake kwa miguu yake, kaja mpaka msikitini, kaenda kutia udhu, usimama, halafu anafika katika safu anakaa kitako, anakuambia mimi siwezi. Ina maana huwezi hata kusimama kusema takbir. Sawa, kama miguu inakuuma sawa, lakini angalau, kwa sababu angalia umetoka nyumbani kwako kwa miguu, basi angalau simama katika safu mpaka pale ambapo unaona sasa siwezi tena kusimama, ndio kakitako.
Lakini sio kama unaweza kusimama kidogo alafu ndio unakaa kitako moja kwa moja. Simama kwa kadiri ya uwezo wako kusimama. Kama una uwezo wa kusimama mpaka kusema alhamdu, simama, halafu huwezi tena utaka kitako, utendelee na ibada zako aliyokuwa umekaa kitako. Lakini usende pale ukakaa kitako moja kwa moja tu, wakati kumbe baadhi ya nguzo nyingine unaweza kuzileta usimama. Kwa hivyo nguzo ambazo unaweza kuzileta halafu umesimama zilete, huwezi basi utaswali hivyo unavyoweza, na Allah anasema fattaqullaha mastata'tu. Tayib. Arabi thalithu, nguzo ya tatu, takbiratul ihrami, takbira kuhirimia. Takbira kuhirimia ni Allahu akbar, Allahu akbar, nasu Allahu akbar, Allahu akbar, herufi zote zitamkike Allahu akbar, si Allahu akbar au Allahu akbar au Allahu akbar. La, yote haya ni makosa haya. Bisauti, kwa sauti ambayo yasmauhu, ataisikia mwenyewe. Bisauti yasmauhu, kwa sauti ambayo ataisikia mwenyewe. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah mtukufu aliposema wa rabbaka fakabbir, na molako mtukuze. Wa qaulihi sallallahu alayhi wasallama, na kauli yake mtume aliposema miftahu salati tahur, ufunguo swala ni tahara, kwa maana ni udhu. Wa tahrimuha, na kiharamisho chake at-takbir, ni kuleta takbir. Wa tahliluha, na kifungulio chake at-taslim, ni kutoa salamu. Tayib. Takbiratul ihram, takbira kuhirimia, bisautin yasmauhu, kwa sauti anayoisikia yeye. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah mtukufu aliposema wa rabbaka fakabbir, na molako mtukuze. Wa qaulihi sallallahu alayhi wasallam, na kauli yake mtume aliposema miftahu salati, ufunguo swala, at-tahur, ni kujitaharisha, maana ni udhu. Wa tahrimuha, na kiharamisho chake at-takbir, ni takbiri. Wa tahliluha, na kifungulio chake at-taslim, ni kutoa salamu. Kwa hivyo tahrimu kwa maana matamshi ambayo yanamkataza mtu kufanya yale ambayo hayamo katika swala ni takbir, na kifungulio kile ambacho kitamruhusu mtu kufanya yale ambayo sasa anaruhusiwa kufanya nje ya swala ni kutoa salamu. Lakini tunatahadhari na utamkaji wa takbir. Utamkaji wa takbir, takbiri inatolewa hali ya kuwa mtu amesimama. Umesimama sawasawa, ndio unaleta Allahu akbar. Isiteukawa kwa wale ambao wanaswali jamaa analeta takbira kuhirimia na huko na rukuu, itakuwa swala yake imebatilika. Takbira kuhirimia ajitahidi mtu ailete hali ya kuwa amesimama. Hata kama takbira ya kwenda katika rukuu hakuileta, lakini alete takbiri ya kuhirimia hali ya kuwa amesimama, ndio sasa afanye kitu kingine. Arabi'u, nguzo ya nne, qira'atul fatihati, ni kuisoma alhamdu, kisomo cha alhamdu. Wal basmalatu ayatu minha, na bismillah ni aya katika hiyo suratul Fatiha. Qira'atul fatihati, kisomo cha alhamdu, yani kuisoma suratul Fatiha. Wal basmalatu ayatu minha, na bismillah ni aya katika hiyo suratul Fatiha. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa kauli yake mtume aliposema la salata, hakuna swala, liman lam yaqra bi fatihatil kitabi, kwa mtu ambaye hakusoma ufunguzi wa kitabu, yani mtu ambaye kusoma suratul Fatiha. La salata, hakuna swala, liman lam yaqra bi fatihatil kitabi, kwa mtu ambaye hakusoma fatihatul kitabi. Alhamdu, na sura hii ina majina mengi, inaitwa Fatihatu al-Fatiha, inaitwa as-sala, inaitwa umul Qur'an, inaitwa umul kitab, inaitwa sabatul mathani. Yote ni majina ya suratul Fatiha. Wa qawlihi sallallahu alayhi wasallama, na ile kauli yake mtume aliposema idha qara'tumul hamda, mtakaposoma alhamdu, faqra'u bismillahir rahmanir rahim, isomeni bismillahir rahmanir rahim, innaha umul Qur'an, hakika hii ni umul Qur'an, mama Qur'an. Wa umul kitab, na ni umul kitab. Wa sabul mathani, zini aya 7 zenye takatifu zosifiwa. Wa bismillahir rahmanir rahim, na bismillahir rahmanir rahim ihda ayatiha, ni moja aya zake. Idha qara'tumul hamda, mnaposoma alhamdu, faqra'u bismillahir rahmanir rahim, isomeni bismillahir rahmanir rahim, innaha umul Qur'an, hiyo ndio umul Qur'an, mama Qur'an. Wa umul kitab, ndio mama kitabu. Wa sabul mathani, aya 7 zenye sifa zile. Wa bismillahir rahmanir rahim, na bismillahir rahmanir rahim ihda ayatiha, ni moja aya zake. Tayib.
Hapa kuna swala kidogo tukumbushane ili tusije tukachanganyikiwa kidogo. Kuna swala la kusoma bismillahirrahmanirrahim. Kusoma bismillahirrahmanirrahim, kuna kusoma kwa siri na kusoma kwa dhahiri. Haya mambo yote mawili yapo, kusoma kwa siri au kusoma kwa dhahiri. Kwa hivyo ukienda katika misikiti ambayo imamu humsikii, basi mchukulie kwamba kusoma kwa siri. Usiseme kwamba hasome bismillah. Mchukulie kwamba huyu imamu anafuata yale madhhabi ambayo bismillahirrahmanirrahim inasoma kwa siri. Usimchukulie kwamba yeye hasomi bismillah. Haya nisema tuwakupushane, kwa sababu mambo ambayo siku hizi hizi hoja zote mambo yote mawili haya yanafanywa kazi. Kuna baadhi ya misikiti ambayo watu wanasoma, utasikia imamu bismillahirrahmanirrahim, lakini kuna baadhi ya misikiti ambayo imamu hasomi bismillah umsikii. Na kuna wakati mwingine wengine msikiti wao wanadhihirisha, wakati mwingine anasirisha. Kwa hiyo ukiona hayo uchukue kwamba hawa sawa, wanachukulia ule mwenendo ambao kwamba watu bismillah kusoma, lakini kusoma kwa siri. Na hizo kwa hadithi zinazungumzia hivyo kwamba anasema Maisha radhiallahu anha kwamba yaftatu salata bitakbir wal qira'atu bilhamdillahi rabbil alamin. Alikuwa mtume anafunga swala kwa takbiri na kusoma alhamdulillahi rabbil alamin, wala hakutaja bismillah hapa. Kwa hiyo hadithi nyingi mbalimbali zinazoonyesha kwamba unasoma kwa siri na ziko ambazo zinaonyesha unasoma kwa dhahiri. Kwa hivyo yote haya mambo yapo, wala si mambo ya kuzozana wala kugombana. Ukiona wewe unaweza kudhihirisha, dhihirisha. Angalia jamii yako, angalia watu ambao unaswalisha nao, unaswali nao. Ukiona mahali hapa nasomeshwa kwa dhahiri, basi wewe utasoma bismillah kwa dhahiri. Ukiona mahali hapa watu wanasoma kwa siri, kwa vile vile utasoma kwa siri, wala hakuna tatizo wala hakuna wote. Ni mambo hayo yote katika sheria yapo. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma alimna ma lam na'lam wa fahimna ma lam nafham innaka anta العلم الحكيم. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. طيب.